Karibu tena kwenye chaneli hii ya Kuchi Recaps, na leo nakuletea sehemu ya pili ya mwendelezo wa stori kuhusiana na Rambo. Sehemu ya kwanza tuliona Rambo kakamatwa. Alipokamatwa aliletwa na kufungwa jela. Jela hiyo ilikuwa ni jela ya kazi. Walikuwa wanafanya kazi sana kwenye ile jela. Siku moja akiwa jela, mwalimu wake anamfuata na kumwambia kuwa kuna mission ya kuelekea Vietnam. Kama akiweza kufanikisha hiyo mission atakuwa huru. Kanali alipambana ili Rambo asiendelee kukaa jela. Njia ambayo amepata ni ya kwenda kufanikisha ile mission. Akishafanikisha tu anakuwa huru. Rambo alikubaliana na mwalimu wake, kisha Rambo akasafiri mpaka Thailand kwenye kambi ya jeshi ya Marekani. Hapo angeambiwa majukumu yake ni yapi na angeelekezwa nini cha kufanya akiagizwa huko Vietnam. Anafika, anatambulishwa kwa mkuu wa kambi. Mkuu wa kambi anamwambia kuwa kazi yake akienda kule Vietnam, kazi yake ni kupiga picha ya mateka ambao wametekwa kwenye kambi za wa Vietnam. Mkuu wa kambi anamsisitiza na kumwambia kuwa asifanye kitu kingine chochote kile tofauti na kupiga picha tu, hicho ndio cha muhimu. Muda wa safari ukafika, Rambo akapanda kwenye ndege ya kijeshi, maandalizi yote akiwa amefanya. Ndege ikaanza kumpeleka sehemu ambayo anatakiwa kwenda, ikamfikisha mpaka eneo ambalo anatakiwa kutua. Alikuwa amevaa parachuti. Bahati mbaya kipindi anashuka kwenye ndege, ile parachuti ikakwama kwenye mlango wa ndege, wakaanza kusumbuka kumtoa. Waliteseka sana, ila Rambo alikuwa na kisu chake ambacho anakiamini, na yeye kwa upande wake huwa anakiita kama bahati. Kwa upande wake akakata ile kamba ya pale, na vifaa vingine ambavyo walimpa pale kwenye ile kambi vikawa vimeanguka. Akaanguka chini akiwa hana mawasiliano yoyote na ile kambi ya jeshi la Marekani. Anafika msituni na sehemu ambayo aliambiwa atamkuta mtu ambaye atamwongoza kwenye safari yake. Huyu alikuwa na mwenyeji wake akajitokeza. Rambo akataka kumchoma kisu, ila akajitambulisha na kumwambia kuwa mimi naitwa Ko na ni mwenyeji wako wa huku, nadhani utegemea mwanaume, lakini ni mimi hapa. Mwanamke akaanza kumwongoza, kuelekeza na kumpeleka sehemu ambayo anatakiwa kwenda kupiga picha. Sehemu ambayo wanaenda kupiga picha ilikuwa ni mbali kidogo, kwa hiyo ilibidi wapande boti ili waweze kufika. Wakachukua boti ya Vietnam moja, wakaanza safari mdogo mdogo. Huku sasa kwenye kambi, Kanali ambaye ni mwalimu wake Rambo amepata wasiwasi sana kwamba hajui John yuko wapi, na kama hajui John yuko wapi, anamwambia mkuu wa kambi kuwa atume kikosi angalau kikaangalie kama kuna uwezekano wowote Rambo kapona, ila mkuu wa kambi akamgomea kabisa. Upande wa Rambo anafika kwenye kambi ambayo aliambiwa apige picha akiwa na Ko, wakiwa wanatazama. Pale kambini kulikuwa na mwanamke ambaye huwa anafanya hookups, wazungu wanaelewa. Huwa anakuja analeta mzigo unatumiwa, mkubwa akishamaliza kutumia mzigo unarudi. Rambo anaona kuna maskari ya Kivietnam, na kule kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani walimwambia hakutakuwa na wanajeshi wote wa Kivietnam, kwa hiyo moja kwa moja ile ni tatizo. Ila yeye aliambiwa na mkuu wa kambi kuwa yeye asifanye chochote kile, hata kama akikuta kuna nini. Yeye kazi yake ni kupiga picha, ila nadhani anataka kufanya kitu ambacho anakielewa yeye. Kwanza akaingia kwenye kambi ya Vietnam kinyemela, akaanza kuangaza huko na kule. Akasogea mpaka sehemu moja hivi, akaona kuna wanajeshi wa Kimarekani wamefungwa mle, wamechokiana, wengine wanaumwa mle, yaani hali ni mbaya kiufupi. Rambo kile kitu kilimuumiza, akatoka pale akasogea upande wa pili. Hapa kulikuwa na mjeshi wa Kimarekani amefungwa akiwa anachomwa na jua pale. Rambo akamfungua na kuanza kutembea naye, huku nyakati zikiwa ni za usiku. Kwa hiyo ilikuwa ni vipesi kuondoka bila kujulikana, ikabidi aanze kunyatia. Askari ambaye alijifanya na machale sana na anajua sana nilimkuta na kumkuta. Rambo alikuwa na dili nao. Baada ya kudili na askari ambao walishtukia ule mchongo, Rambo akaanza kuondoka na yule mwanamke na yule mwanajeshi ambaye amemwokoa, alikuwa mateka vita wa Vietnam. Mwanamke asubuhi wanakuta wenzao wamekufa, ikabidi waitani waongezeke waanze kumsaka Rambo.
huku kwa Kanali. Kanali hakutaka kusubiri, akaamua kuondoka na chopa aende kumtafuta Rambo ye mwenyewe. Rambo akafanikiwa kufika kwenye ile boti yao wakiwa watatu, wakapanda ile boti wakaanza kutembea. Wanafika mbele, Rambo anatazama mbele yao, anaona ni kama kuna boti na kuja pale. Ghafla wale ambao walikuwa wamebeba kwenye ile boti wakawasaliti na kuweka chini ya ulinzi. Rambo akajua kuwa hawa wanataka kuwauza kwa Warusi, maana boti ambayo ilikuwa mbele ilikuwa ni boti ya Kirusi. Rambo hakutaka kupoteza muda, akatumia visu vyake vidogo akavirusha, kisha akakwapua bunduki, akaanza kudili na wale waliokuwepo kwenye ile boti wote, akadili nao. Baada ya kudili nao, akawaambia ile mwanamke na yule mwanajeshi wajirushe kwenye maji wajiokoe. Ile boti ikakaribia, ile boti ikaanza kupiga risasi, Rambo akiwa kwa ndani. Anaacha kupiga risasi, Rambo anachukua rocket launcher moja iliyokuwa kwenye boti, anailenga ile boti, inalipuka pale, kisha ikawa inakuja kuigonga ile boti ambayo alikuwepo yeye. Akiwa anataka kukimbia, kuna mtu akamshika shingo, akaanza kumnyonga. Ikawa ngumu kukimbia kwenda kujirusha kwenye maji, ikabidi atumie kisu chake akamchoma yule jamaa hapo juu, kisha akajirusha kwenye maji pale, pakalipuka. Ila mwamba alikuwa tayari kashatoka. Wakafanikiwa kuondoka kwa sababu muda ambao aliambiwa misheni ile itakuwa imeisha ulikuwa umefika, na kule Kanali alikuwa anakuja na chopa, yani helicopter. Kwa hiyo sasa ikabidi atembee mpaka sehemu ambayo anajua kuwa ataonekana na helicopter na itakuja kumchukua. Akaachana na yule mwanamke, akaanza kutembea akiwa na mwanajeshi wa Kimarekani. Huyu ni askari mwenzie wa Vietnam, wakiwa wanamrushia mabomu huku chopa ikiwa karibu. Bahati nzuri mwalimu wake akamuona na kusema kuwa yule Rambo, akaanza kutoa msaada, akaanza kuwachapa wale wa Vietnam walikuwa kwa chini. Rambo akaanza kuomba msaada sasa washuke wambebe, ila walipopiga kwenye kambi ya jeshi, mkuu wa kambi akasema kuwa wamwache Rambo akiwa na wale wateka wa vita, inabidi warudi waachane na ile mission haraka. Mwalimu wake akataka kushuka aende kumsaidia, lakini akaweka chini ya ulinzi. Kukawa kuna msaada wowote zaidi ya kurudi walikotoka na kumwacha Rambo. Rambo wamemzungua tena, Rambo akawekwa chini ya ulinzi, huku yule mwanamke akitazama na aliona kilichotokea. Kanali akarudi kwa mkuu wa kambi na kuanza kumsema kitu ambacho amekifanya ni kitendo kibaya, na kumwambia kuwa kwa hiyo mission ambayo amemtuma Rambo, alijua kuwa Rambo hatarudi mzima, na hata kama angerudi mzima angerudi na picha, ila zile picha ambazo angepiga zingine wangezichoma kuficha ushahidi kwa maslahi yao. Mkuu wa kambi alimwambia, wewe ujue kitu, achana na hayo mambo kwanza ya kuhusu. Kanali alimwambia kuwa mimi sio shida, ila shida ipo kwa Rambo na hakika utakutana naye tu. Kanali anaamini hata kama Rambo amemkamata atarudi tu, anamwamini sana kijana wake. Na kweli Rambo ni hatari. Rambo alipokamatwa aliletwa na kufungwa kwenye shimo la uchafu, yani majitaka. Kisha kamanda wa Kirusi ambaye ndiye alikuwa anaongoza ile kambi anafika. Baada ya kufika akawaambia wamsafishe, wamlete kwenye chumba cha mahojiano. Wakamleta kwenye chumba cha mahojiano. Yule kamanda wa Kirusi alichokuwa anakitaka kutoka kwa Rambo, kwa sababu amefanya mission ambayo ni mbovu na nchi yake imemkataa, akamwambia aongee nao na aongee maneno ambayo atamwambia, ila Rambo hakutaka kuongea chochote na kambi yake. Mahojiano yaliendelea mpaka usiku. Usiku ulipoingia, kama kawaida, kamanda wa Kivietnam huwa anafanyiwa delivery. Kwa hiyo delivery yake ikafika ikiwa na pikipiki, lakini delivery hii ukitazama vizuri, huyo ni Ko, yani huyo ni yule alikuwa anamwongoza Rambo kumleta kwenye hii kambi kupiga picha. Rambo akiwa na teso pande pili kule, analazimishwa kusema vitu ambavyo anavitaka yule kamanda wa Kirusi, ila hataki. Kamanda wa Kirusi baada ya kuona kuwa jamaa anavumilia maumivu, akaamua kumuita mwanajeshi mmoja wa Kimarekani ambaye ni mateka. Ili upande pili tunaonyeshwa Ko anachokifanya, anadili na askari wa Kivietnam. Yule mateka wa kivita akaletwa ili kumuonesha Rambo kitendo ambacho kinaenda kutokea kwa yule mateka. Akaagizwa askari mmoja wa Kirusi akachukua kisu kilichokuwa na moto, akasogea mpaka kwa Rambo, akakivitisha usoni kwake akiwa anachora mstari. Yale maumivu yalikuwa noma. Kisha akamwambia sasa asogee kwa yule mateka amchome na kile kisu kwenye jicho. Yote haya yalikuwa yanatokea kwa sababu Rambo aliambiwa na yule kamanda wa Kirusi aongee kitu ambacho anakitaka yeye kwenye redio. Rambo hakutaka askari mwenzie ateswe au ateseke kisa yeye, akakubaliana na wao, akashika ile redio na kuanza kutafuta redio ya kambi ya jeshi la Marekani, huku
yule mwanamke anafanya kazi yake vizuri, kashachukua silaha za Rambo, alafu anadili na maaskari wa Kivietnam ambao wapo pale nje, huku Rambo japo alikaa kwenye meza ya ile redio ila hakutaka kuongea. Wakaanza kumwambia ongea au mwenzio ataumia. Rambo anaanza kutafuta chaneli ili awasiliane na kambi ya jeshi ya Marekani, na alitaka kuambia maneno ambayo kamanda wa Kirusi anayataka kuyasikia ili afurahi. Bahati nzuri ile kambi mawasiliano yao yakawa yamenasa sauti ya Rambo. Kanali anasogea na kuanza kuongea na Rambo. Rambo kwa bahati nzuri akatazama chini, akamwona yule mwanamke ambaye amekuja naye pale anapata nguvu. Kwanza akaishika maiki akamwambia Kanali, mpe mkuu wa kambi niongee naye. Rambo anamwambia mkuu wa kambi kuwa nakuja kukufuata wewe ulipo, kisha achukua ile maiki amchapa askari wa Kirusi na yule kamanda wote na wachapa. Bahati nzuri yule mwanamke alikuwa chini akapiga risasi, Rambo akawazingua wote wale askari, kisha akaanza kusepa, nyakati zikiwa ni usiku. Rambo akaanza kusepa na yule mwanamke, huko maaskari wakiwafuata wa Kirusi na wa Kivietnam. Wanafanikiwa kuwatoka wale maaskari wa Kivietnam na Marekani, wakapata sehemu ambayo waliweza kupumzika kidogo na kupiga stori za hapa na pale. Mwanamke alionyesha kumpenda Rambo na alitaka siku moja aende kuishi Marekani akiwa na Rambo. Baada ya kukaa kwa muda kidogo, wakawa wanatoka sasa ili waondoke waende sehemu nyingine. Mwanamke akawa kwanza kutoka, akawamiminiwa risasi na kufa pale pale. Rambo swala lile likamuuma sana. Mwanzoni alikuwa anapigana tu basi ili mradi liende, ila swala lile kumuua yule mwanamke na alikuwa shampenda, alitaka kujenga naye familia. Rambo anaamua kuvaa kikazi, na raundi hii ni kisasi kwa ajili ya mpenzi wake. Kwanza anamzika kwa machungu, baada ya kumzika anaamua kuwarudia sasa. So alikuwa anamkimbiza, watakimbia wao. Akaanza kudili nao mmoja baada ya mwingine, taratibu, kimya kimya, hakuna kupinga. Akakimbia, wakawa wamemwona, wakaanza kumkimbiza. Akakimbia mpaka kijiji kimoja, askari wanamfuata. Anafika, anaingia kwenye manyasi marefu, wale askari wanazidi kuja wakiwa wengi wa kutosha. Rambo ni mjeshi wa kitambo na Vietnam kaishi sana, kwa hiyo askari wale wa Kivietnam na Kirusi wakiwa wanakuja kiasara, yeye tayari kwa shategeshea moto, akachoma zile nyasi. Wale askari wakaanza kuungua, kisha zile gari ambazo wamekuja nazo akazilipua pia. Akatoka kule akaja huko mlimani. Bahati mbaya kamanda wa Kivietnam akamwona. Rambo anajificha. Baada ya kujificha, risasi za kamanda zikaisha. Huyu ndiye aliyemuua yule mwanamke ambaye anampenda. Alichomfanya, anamlenga kwa mshale ambao na bomu, akampasua. Yule kamanda alikufa kifo kibaya. Akiwa pale, yule kamanda wa Kirusi anakuja na helikopta akiwa na bomu, anarusha ile bomu. Rambo bahati nzuri akakimbia na kujulisha ndani ya maji, hakufa. Kamanda wa Kirusi akasogeza helikopta kwa chini na kuanza kupiga risasi ndani ya maji ili akiwepo mle ndani afe. Baada ya kutulia kidogo tu, Rambo akainuka na kumrusha kwenye maji yule ambaye alikuwa anapiga risasi. Akaingia kwenye helikopta akaanza kupigana na yule kamanda wa Kirusi ambaye ni jitu. Kichapo kikiendelea, wote ni miamba, nani atakuwa ni mwamba zaidi? Helikopta ikiwa juu angani, wao wananyongana. Rambo anamnyonga yule kamanda wa Kirusi, kisha anamrusha kwa chini. Anasogea kwa rubani. Rubani hakutaka mambo mengi, anajirusha yeye mwenyewe chini. Anaanza kuiongoza ile helikopta uelekeo ikiwa ni kwenye kambi ya Vietnam. Raundi hii hawakimbii, raundi hii anawafuata huko kwenye kambi yao, hawamwambii kitu. Akafika akaanza kunyesha mvua ya mabomu. Wa Vietnam wanashtuka kuwa ile helikopta ina adui yao, muda ulikoshaenda. Rambo analipua zile kambi na zile nyumba za wa Vietnam na Warusi. Anashuka, anachukua mashine gani moja, anaanza kudili na watu ambao walikuwa wamesalia, kisha akakimbia na kwenda kuwafungulia mateka wa kivita. Akakimbia nao mpaka kwenye helikopta, anapanda nao kwenye helikopta, wanaanza kuondoka kwa furaha. Ila furaha inaisha baada ya kugundua kuwa kuna ndege moja ya Kirusi. Hii ni helikopta ya Kirusi ipo mbele yao na wanaputana nayo. Ile helikopta ikaanza kuishambulia helikopta ambayo ipo mbele, ambayo ni akina Rambo. Wale askari walikata tamaa, walijua wameenda nyumbani, ila ghafla mambo yamegeuka wakiwa njiani. Rambo ni mkali wa hizi mambo, akiwa juu kwa juu pale, hakutaka kumuumiza mtu yoyote ambaye hana hatia. Ndege ikiwa inafuka moshi na kamanda wa Kirusi anafurahi baada ya kuiona inaenda
mzobe. Ndege ikapotea kwenye macho kamanda wa Kirusi. Anakuja kutokeza kwa mbele, anaiona ikiwa inafuka moshi. Ikabidi asogee atazame kwenye ile ndege, wale watu wote wamekufa, awe na kuaje. Akaisogeza mpaka kwa chini. Kumbuka kwa juu Rambo alikuwa hawezi kupigana naye kwa sababu ile helikopta ni helikopta ambayo ni noma, helikopta ya Kirusi. Akajichanganya, akaisogeza karibu. Rambo akiwa kwa ndani ameigiza kufa, anamlenga yule kamanda wa Kirusi. Pale pale helikopta kwake inapasuka na yeye anakufa. Rambo anafanikiwa kuokoa mateka wa kivita kutoka kwenye kambi ya Vietnam, akiwa anaelekea sasa kwenye kambi ya kijeshi ambayo ipo Thailand. Rambo anafika nao, japo ndege ilikuwa inasumbua, lakini anafanikiwa kufika. Wala askari wanasaidia, kisha yeye anaingia kwenye ofisi ya yule mkuu wa kambi akiwa na mjigiji wake, anamimina risasi za kutosha, kisha akaingia kwa ndani na kumtafuta yule mkuu wa kambi. Akamshikia kisu akitaka kumpasua, ila anamsamehe na kumwacha, kisha anaondoka. Misheni hii aliambiwa akimaliza harudi tena jela. Kwa hiyo misheni kamaliza, hatarudi jela, ataenda na mishe zake. Ataenda wapi haijulikani. Hii ni sehemu ya pili. Tukutane sehemu ya 3 ya hii recap kuhusiana na story ya Rambo. Kama umependa story hii, subscribe, like, usisahau kuweka komenti yako. Asante na karibu tena kwenye channel hii. Asante kwa kutazama.